ambaye alikuwa ni mgonjwa, na yeye alikwenda kijijini kwao kwa ajili ya kwenda kumuuguza kaka yake. Lakini alipopata maelekezo na mwaliko wa mufti kwamba anatakiwa aje atoe muhadhara katika mtiririko wa shughuli za maulidi ya kitaifa katika mkoa wa Dar es Salaam, yeye aje azungumze masala ya uchumi, aliondoka kule kwa kaka yake, akasafiri, na amenipigia simu jana nikiwa na Sheikh Kidebe, anaulizia msikiti huu, na nikamuuliza shekhe, akatuelekeza kwa msikiti huko maeneo kadha, na yeye kawa anasikiza akiwa tayari amejiandaa kwa ajili ya kuja kutekeleza amri ya mufti, kwa ajili ya kuja kufanya ibada ya kufikisha risala ya Uislamu kwa Uislamu. Lakini kullu ma qaddara arrahmanu maf'ulu, lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikadiria ndilo linalotokea. Bil asafi shadidi, alfajiri ya leo ananipigia simu, ananiambia yule mgonjwa ambaye nilimwacha nije kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, halafu nimrudie kwenda kumuuguza, ametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo mimi sina namna, lazima nianze safari nirudi kwa ajili ya kwenda kumstiri. Tumuombe Mwenyezi Mungu marehemu huyo, Mwenyezi Mungu amrahamu. Lakini tumuombe Sheikh Yusuf Kidago, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, amlipe katika msiba wake, ayafanye makubwa malipo ya msiba ule, na aufanye mzuri msiba wake. Hayo ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasema ninayo fahari kubwa kwa kofia zote hizo, na ninamuomba Mwenyezi Mungu aniwezeshe kuzitendea haki, kwa sababu ni kofia nzito sana. Katika lugha ya Kiarabu, katika masomo kule madrasa, kiko kisa ulbisal arnabu qarnayil fil. Ulbisal arnabu qarnayil fil ni kisa maarufu katika vitabu vya lugha ya Kiarabu. Amevishwa sungura pembe mbili za tembo, ndovu. Sungura mdogo kavishwa pembe za tembo. Ni wazi kwamba ataelemewa sana, na kuombeni mniombee dua niweze kufanya uwakilishi wangu vizuri. Watukufu wa Islam, shukrani ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majaala yake yote aliyoyajalia juu yetu. Lakini tumshukuru mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, daktari al-alimu al-allama al-rabbani Sheikh Abu Bakar Zubair bin Ali Mbwana, hafidhahullah wa ra'ah. Allah mhifadhi mufti wetu na mchunge. Tulipokutana katika kikao cha kuratibu mambo mbalimbali ya kufanya katika mnasaba wa miladun nabii sallallahu alaihi wasallam na sherehe za kuzaliwa kwa mtume kitaifa katika mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mufti alionyesha katika kamati ya kitaifa, alionyesha mambo mengi anayoyatamani yafanyike katika kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mambo aliyoyatamani ni kuwekwa vikao vya kiilmu katika misikiti vitakavyorekodiwa kama hivi na vyombo vya habari, vitakavyorushwa na maspika. Vikao hivyo vya kiilmu aelezwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ni nani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na nini, uzuri wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mufti alilipenda jambo hili lifanyike
nchi nzima, lifanyike kata hadi kata, ndio lilikuwa tamanio lake kubwa. Watafutwe maulama, wawekwe, wazungumze na Waislamu, wamuarifishe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufika siku ile ya mfano ya kuzaliwa kwake, mwezi 11 kuamkia mwezi 12 ama usiku wa mwezi 12, ili Waislamu wakimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam waende wakampokee ala basira, wakiwa wana knowledge, wana maarifa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani. Baada ya mzee wetu kuonyesha matamanio yake hayo, wajumbe wa kamati ya kitaifa wakamwambia Mheshimiwa Mufti kwamba tutalifanya jambo hilo kwa kuwa wewe ni kiongozi wetu na walitamani hilo litokee. Tutalifanya, tutazungumza na mashekhe wetu wa mikoa, tutazungumza na mashekhe wetu wa wilaya, tutatoa matangazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzwe katika haya masiku ambayo Mheshimiwa Mufti ameyaita ayyamul bisharat fi tala'i milad sayyidi sadat. Jina hilo ametuambia ofisini kwake kwenye kamati ya kitaifa. Nasema hizi ni ayyamul bisharat fi tala'i milad sayyidi sadat, ni masiku ya habari njema, habari za kuzaliwa bwana wa mabwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, nini makusudio yangu ya kuwapa historia hii ya makongamano haya? Kusudio langu, nataka kumtolea udhuru, kumuonyesha mbele yenu kiongozi wetu wa Kiislamu, mufti wetu Dr. Sheikh Abubakar Zubair bin Ali Mbwana, namna gani anavyowatakia Waislamu mambo ya kheri, namna gani anavyopambana ili mradi Waislamu waifahamu dini yao. Kama itatokea kwa bahati mbaya kuna eneo halikufikiwa na sauti hii ya kitaalamu ya kumtangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ni kwa bahati mbaya, lakini si kwa uzembe labda wa kiongozi wetu mkuu. Kiongozi wetu anatamani, anataka sana jambo hili lifanyike na analifuatilia kwa ukaribu. Hivi ninavyozungumza na nyinyi yuko Mtwara, lakini jana alinipigia simu akaniuliza kongamano kesho liko wapi, na mimi nikamwambia kongamano liko Ubungo, na imani kwamba anafuatilia habari za Ubungo, kwamba darsa imewekwa baada dhuhuri, hata kwa mukhtasar Waislamu kuelezwa habari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nataka nijengee juu ya maneno hayo kiti cha kutoa shukrani kwa shekhe wa wilaya ya Ubungo kwa matayarisho ya kongamano hili, na kwa heshima na utiifu kwa viongozi wake wa juu, akimtii mufti wa Tanzania, akimtii kaimu shekhe wa mkoa, akitii ratiba ya mtiririko wa shughuli za maulidi ya kitaifa mkoani Dar es Salaam mwaka huu. Mwenyezi Mungu atakulipeni watu wa Ubungo kila la kheri, na Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza juhudi hizi katika mizani ya mema yenu siku ya Kiyama. Ama baada ya utangulizi huo, maudhui iliyopangwa kuzungumzwa hapa Ubungo katika jumla ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni uchumi ama umuhimu wa uchumi kwa mujibu wa Uislamu na kwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilhakika maudhui hii angeliipata Sheikh Yusuf Kidago
tulikuwa tunataraji na kutamani kwamba Waislamu wangelifaidika sana kwa sababu ya uwezo wake wa kiilmu na ufasaha ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Lakini ma la yudraku kullu, la yutraku kullu, lile ambalo halijapatwa lote basi lisiachwe lote, angalau kidogo watu wapatiwe. Kwa hiyo tayammamtukum lamma faqadtu uli nuha wa man faqada almaa tayammama biturab. Anasema mshairi, tayammamtukum lamma faqadtu uli nuha, nimetayammam, nimewakusudia nyinyi, nimeanza na nyinyi zamani nilipowakosa wale wahusika wenyewe wa kweli, kwa sababu wa man faqada almaa tayammama biturab, anayekosa maji atatayammamu kwa kutumia mchanga. Kwa hiyo mimi ni mchanga badala ya maji ambayo ni Sheikh Yusufu Kidago. Inshallah yale yatakayokuwa ni mapungufu yatakuwa ni ya kwangu, lakini yale yatakayokuwa ni ukamilifu basi ni wa mashekhe wenyewe, akiwemo yeye Sheikh Yusufu Kidago. Watukufu wa Islam, يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Tukizungumza masala ya uchumi kwa mujibu wa mtazamo wa dini ya Kiislamu na kwa kutokana na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaukuta Uislamu uko mbele sana katika kadhia hiyo. Uislamu umeweka kwamba baada ya ibada, ukimaliza tu ibada, ukimaliza zile faraidhullah, ibada kwa maana ya faraidhullah, zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala, labda ibada kwa maana ya sunanu rasulillah, zile ibada za sunna alizotuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ukimaliza tu ibada, Uislamu unataka kinachofuata ni ishu ya kiuchumi. Usiwe na jambo jingine, usiwe na jambo jingine. Baada tu ya ibada basi hakuna kikao, hakuna soga, hakuna story. Yatakiwa kila Muislamu anyanyuke aende katika asbabe, njia za kumtengenezea yeye kipato kitakachomnufaisha yeye ama kitakachowasaidia wale wanaomzunguruka yeye ama kitakachorudisha tija katika taifa lake na pale mahali ambapo yeye yupo ama ile nchi ambayo yeye anaishi. Ndio maana ya neno la Mwenyezi Mungu nililolitanguliza, fa idha qudhiyatis salatu, pindi ikimalizwa swala, ikimalizwa tu swala, fantashiru fil ardh, tawanyikeni, sambaeni ardhini, wabtahu min fadlillah, natafuteni katika riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno ya maulama katika kuitafsiri aya hii ni mengi. Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiru al-Qur'an al-Azim na wengineo wanasema hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala agizo analolitoa
ni kwamba watu waondoke kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki, kwa ajili ya kwenda kufanya harakati za kiuchumi. Kwa hiyo suala hili katika mtazamo wa Kiislamu ni suala nyeti sana, bali wako waliokwenda mbali wakazitafsiri vizuri hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wakatuambia kabisa kwamba sio suala la uchumi ni baada ya ibada, suala la uchumi ni min dhimni liibadat, ni miongoni mwa hizo ibada zenyewe, sio baada ya ibada. Ushahidi wao wanasema iangalie hadithi ya Sahihain, iangalie hadithi ya Sahihain, hadithi ambayo ni kisa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na masahaba wake, halafu akatokea mtu mmoja mwenye afya nzuri, barobaro, ana afya nzuri, ana mitulinga. Yule mtu akiwa yuko katika harakati zake za kikawaida za kujitafutia, masahaba wanamwambia kusema na yule mtu kwamba lau mtu huyu afya ile aliyokuwa nayo, nguvu zile alizokuwa nazo, mitulinga ile aliyokuwa nayo na misuli ile aliyokuwa nayo, engelikuja akaitumia katika sabilillah, ingekuja akaitumia katika sabilillah, ingelikuwa anafanya vizuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kumtetea yule mtu, akataja mambo matatu yale, sema kama nguvu zile harakati alizokuwa nazo, kwa kutumia nguvu zile, kama zile harakati ni kwa ajili ya uchumi wa kuinufaisha familia yake, basi yuko katika sabilillah. Kama nguvu zile anazitumia katika harakati ili aweze kujikimu yeye mwenyewe tumbo lake kwa njia za halali, basi yuko katika sabilillah. Kama zile harakati anazifanya ili aweze kujikimu kiuchumi, asiibe, asitapeli, asifanye khiana katika mali za watu, basi huyo yuko katika sabilillah. Baadhi ulama wanasema sasa kama yule mtu yuko katika harakati za kiuchumi na watu wakamtamani kwa ile afya aliyokuwa nayo, zile nguvu alizokuwa nazo, kwamba ya lait harakati zile ingekuwa anazifanya katika jihad fi sabilillah, afya ile ingekuwa inatumika katika taatillah, anaipigania dini ya Allah. Mtume anamtetea, asema huko aliko yuko katika sabilillah, huko aliko, hayo anayoyafanya kama madhumuni yake ni haya, ni sabilillah. Hapa ulama wanasema suala la kusimama kuhangaika kutafuta uchumi sio ni suala baada ya ibadati, bali ni miongoni mwa ibada zenyewe. Haiwezekani Muislamu asiwe na harakati na mpango na mikakati ya kiuchumi yeye mwenyewe binafsi au kijamii au kijumuiya au kitaifa. Lazima uwe uko katika harakati za kiuchumi. Utukufu wa Islam utauona pia Uislamu kwamba una jicho la kipekee katika suala zima la kiuchumi. Zamani hata zile ibada zake zilipokuwa zimeambatanishwa na uwezo na mali, zile ibada za Uislamu zimeambatanishwa na nini? Na mali. Uislamu una swala yahitaji stara, swala yahitaji maji ya udhu, tahara.
swala yahitajia mahali pasafi. Ukitazama vizuri hivyo vitu ni vitu vinavyohitajia sosi ya kiuchumi ili viweze kukaa sawa sawa, ili ibada iende vizuri. Uislamu una zaka. Maana yake Uislamu unawaeleza Waislamu wote wafanye harakati ili waweze kumiliki, waitekeleze nguzo ya zaka. Ndio maana yake. Ukiutazama Uislamu una haji. Haiwezekani uende ukahiji pangu pakavu tia mchuzi. Tuambiwa mwaka huu 1448 estimate cost ya haji ni $6,700. Tutarajia hizo ni milioni 20 kasoro chenchi kidogo sana. Ni milioni 20, yani upeleke wewe milioni 20 alafu mtazame afisa ama karani wa hija atakurudishia chenchi shingapi. Lakini milioni 20 uweke mezani, halafu ndo atizame rate wakati ule wewe unalipia inasoma nini. Hizi ni nguvu za kiuchumi zinahitajika. Kwa hiyo Uislamu umezungurukwa na matashi ya kiuchumi kuliko mfumo mwingine wowote ule wa kidini. Kwa tukizungumzia Mtume Muhammad na uchumi au umuhimu wa uchumi katika Uislamu, tuelewe kwamba mfumo wa Uislamu umezungurukwa na matashi ya kiuchumi. Yani Uislamu wenyewe haumkubali mtu mzembe aliyebweteka, kwa sababu huyu hataweza katika ibada zake, hataweza jambo. Lakini tukienda mbele tuuona Uislamu ulivyotoa maelekezo ya utunzwaji wa mali. Umetoa maelekezo mengi, maelekezo ya utunzwaji wa mali. A'udhu billahi minash shaitani rajim. wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Ni moja katika maelekezo ya Uislamu. Hapo utakuta kwa wazi Uislamu unazungumzia swala zima la nini? La uchumi. Na maneno mengine mengi sana. Watukufu wa Islam, mimi kwa kuwa ni mwakilishi wa mtoaji wa mada hii, nilikaa baada ya yeye asubuhi Sheikh Yusuf kuniambia